ya miaka 2025. Nimewalika tutafakari ujumbe huu kwamba tuiandae hija ya kuelekea Yerusalemu ya mbinguni. Maisha yetu ni maisha ya hija. Maisha yetu tunayaandaa kwa ajili ya kuurithi ufalme wa Mungu. Kwa hivi ufalme wa Mungu huo unaandaliwa na kila mmoja. Tunaanza mwanzoni kabisa kwa sakramenti ya ubatizo. Kutoka hapo kila mmoja wetu anashughulika. Kwa hiyo tunapofanya hija hii katika mwaka huu wa jubilei hii, kila mmoja wetu anaitafakari kwa umri tofauti tofauti, kwa sababu tumebatizwa kwa vipindi tofauti tofauti. Ilitarajiwa pia hata uelewa wa Ukristo wetu uwe tofauti tofauti, kwa sababu tuna umri tofauti wa Ukristo wetu. Hija katika kanisa Katoliki ni safari takatifu, kupaendea mahali patakatifu kama tendo takatifu la ibada, kufanya toba na kujifunza kujikuza kiroho. Ndio hija yetu. Kwa hiyo tumekuja kanisa hili kuu la kiaskofu kama mahali patakatifu kwa ajili ya kufanya ibada, kwa ajili ya kufanya toba, kama tulivyoanza kwa kupokea sakramenti ya kitubio. Hivyo kwa namna moja tungeweza kusema hija ina lengo la kujipatia utakatifu kwa yule anayehiji. Ndio lengo la msingi, kujipatia utakatifu. Kwa kifupi tungeweza kusema kuna mambo manne tunayoyatazama katika kufanya hija. Moja, tunatazamia kupata uponyaji wa kiroho. Mbili, tunatafuta upyaisho wa kiimani ili kuungana na Mungu. Tatu, tunatoa shukrani kwa Mungu kwa mengi aliyotujalia. Nne, tunatafuta toba. Je, sisi wa Katoliki ndio watu wa kwanza kufanya hivyo? Ndio watu wa kwanza? Jibu ni hapana. Tunapata kutoka kwa wana wa Israeli. Wana wa Israeli walikuwa wanahiji wakikumbuka mambo matatu muhimu. Hapo mambo mengi, lakini mambo matatu muhimu. Moja, walikuwa wanafanya hija katika sherehe kubwa tatu, yani Pasaka, wakikumbuka kutoka utumwani Misri. Pili, sherehe ya majuma, wakikumbuka kupewa Musa amri 10 za Mungu mlimani Sinai. Tatu, sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, wakikumbuka miaka 40 ya kutembea jangwani walipokuwa wanatoka utumwani Misri. Kwa hiyo haya yaliwasukuma wafanye hija. Kwa hiyo walipokuwa wanaenda kufanya hija walikuwa na malengo hayo. Hija hizo ziliamsha maisha yao ya kiroho, ziliwakumbusha historia yao, pia ilikuwa kama shukrani kwa Mungu kwa shughuli zao
za kilimo. Sasa je, sisi kwa nini tunahiji? Kwa nini tunahiji? Tumetokea kwa miguu kutoka kanisa la Hija la Bikira Maria Konsolata, tumekuja mpaka hapa. Tulikuwa tunafanya kiigizo namna tulivyokuwa tunatembea. Je, tulikuwa na tafakari chochote? Tulikuwa tunaonja uzito wowote wa kiroho? Kwa hiyo tunahiji tukiwa katika mwaka huu mtakatifu ambapo tunafanya jubilei ya miaka 2025 tangu Kristo aje duniani kwa kuutwaa mwili toka kwa mama yetu Bikira Maria. Sanamu hii ya mama Bikira Maria inatufanya sisi twende mbele, tuvuke kwenye sanamu hii, twende mbele tumuone mama Bikira Maria ambaye ni msimamizi wetu. Kwa hiyo tunapomtazama mama huyu ambapo Bwana wetu Yesu Kristo alipata mwili kutoka kwa mama huyu, akaja akakaa pamoja na sisi, na mama huyu alimtambulisha kwetu sisi, na hivi kwa kumtambulisha kwetu sisi tumetambua mpango wa Mungu wa ukombozi. Kwa hiyo sasa tunaushangilia ukombozi huu. Tunamshangilia huyu Kristo aliyetuletea neema hii ya kutuunganisha na Mungu, ya kutufanya sisi tuitwe wana wa Mungu. Jubilei yetu hii ni ya muhimu sana kwetu kwa sababu sisi tuna tafakari historia ya ukombozi wetu. Jubilei yetu hii tunayoishangilia inatukumbusha juu ya uwajibikaji wetu katika imani ambayo tumeipata kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Jubilei yetu inatusukuma tutafakari kwa kina juu ya maisha yetu yanayoshabihiana na imani yetu. Ni mwaka wa kila Mkristo kujitafiti kwa kina namna anavyotoa ushuhuda wake katika maisha yake. Ni mwaka wa kujitazama namna kila Mkristo anavyomuonesha Kristo katika maisha yake. Watu wa kwanza waliitwa Wakristo kwa sababu walikuwa wafasi wa Kristo, na sisi tunaitwa Wakristo kwa sababu ni wafasi wa Kristo, manake watu wa Kristo. Tunamuoneshaje huyu Kristo kwa kuishi kwetu? Kristo anatambulikana kwa kuishi kwetu. Watu wale wasio kuwa wa Kristo wanamtambua Kristo kwa njia yetu. Muonekano wetu wa maisha yetu inaonesha kwamba sisi tu wa Kristo. Kwa hivi jubilei hii lazima itusukume katika hilo. Sasa tunapofanya jubilei kuna mambo ambayo inatakiwa tuyazingatie.
Kama nilivyosema mwanzoni kwamba tunatamani tupate uponyaji wa kiroho, tunatafuta upyaisho, yani kufanya wapya. Kama nilivyosema hivi kwamba tunaungana na Mungu, tunatoa shukrani, tunatafuta toba. Haya ni mambo ya kuzingatia. Wayahudi walizingatia mambo yapi? Tunaambiwa kwamba kwa asili Wayahudi walifanya jubilei wakitakiwa kufanya mambo yafuatayo. Kwanza, Mungu peke yake ni Bwana wa nchi takatifu. Watambue hilo. Kwa hiyo vitu vyote lazima kumtumikia, hata ardhi yenyewe lazima kuzishika amri zake, kama vile amri ya Sabato ya kupumzika. Haya ilikuwa mojawapo ya dai la mwaka wa jubilei. Pili, lazima kufuta madeni yote kwa sifa ya Mwenyezi Mungu. Kufuta madeni yote. Je, tuliokopa tunataka kufute mwaka huu? Siji kaenda huko nyumbani ukasema madeni yamefutwa yote. Kuwaacha huru watumwa wa Israeli. Watu waliokuwa watumwa wanaacha huru mwaka huu. Kuacha mwaka huu kupanda mbegu shambani na kuiacha nchi nzima kuwa huru kwa manufaa ya watu wote, na kila mmoja akarejee kwenye milki ya jamaa zake. Haya yalitakiwa yafuatwe. Tano, kurudisha ardhi iliyopotezwa kwa kuuzwa. Sababu yake ni kwamba ni mali yake Mungu, na hivi wana wa Israeli waliweza kubaki na ardhi yao. Kama mtu aliuza kwa sababu amezidiwa mwaka wa jubilei, basi ardhi hiyo ilibidi irudi kwa mmiliki wa awali. Ni mwaka wa kutenda haki. Kwa hivyo hayo mambo sita yalifanywa na Wayahudi na waliona wana wajibu wa kuyatekeleza. Sasa sisi kama watu ambao tupo kwenye jubilei, kwa nafasi hii tupo katika hija hii, tukitafakari juu ya hija yetu ya kuelekea Yerusalemu ya mbinguni. Sisi wote hapa tupo tunatamani tufike mbinguni, na maisha yetu tunadaiwa tuyatengeneze yawe ya kuelekea mbinguni. Kwa hivi hatuna budi kutilia maanani. Kwa hiyo kwetu sisi kuna mambo ambayo tumejipangia bila shaka, kwa lengo tuweze kustawi kiroho. Kila mmoja wetu inabidi ajipangie, nataka kufika mbinguni, nifikeje mbinguni? Kanisa kwa ujumla linapanga namna ya kuweza kufika mbinguni, lakini bado mtu binafsi lazima ajipangie, ajiwekee mkakati wa kuweza kufika mbinguni. Wengine wameamua kutumia wito wa daraja takatifu kwamba ndio njia itakayomsaidia aweze kufika mbinguni. Wengine utawa, wengine ndoa,
Kwa hiyo kila mmoja akitekeleza ipasavyo hayo, basi tutaweza kufika mbinguni. Lakini wote lazima tupite kwenye sakramenti ya ubatizo. Hiyo ndiyo inayotufanya tuitwe wana wa Mungu. Tumesikia somo la Injili ambapo tunamwona Bwana wetu Yesu Kristo anaambatana na wazazi wake kwenda kuhiji Yerusalemu. Kama nilivyozungumza kwamba kuna sherehe zile 3 zilikuwa za muhimu, lazima washiriki hija. Na yeye kwa sababu tayari alikuwa na umri wa miaka 12, alikuwa na wajibu wa kwenda. Wazazi wake walimsukuma aende huko kuhiji, atimize dai hilo la Myahudi. Kristo anaungana na familia yake katika kuhiji katika moja ya sikukuu za lazima kwa kila Myahudi. Tunajifunza kuwa wazazi walikuwa na jukumu la kumshirikisha mtoto wao imani waliokuwa nayo. Sisi tunawashirikisha hicho tunachokiamini. Watoto wetu wana hali gani kiimani? Maria na Yosefu walimpeleka mtoto. Alishiriki hii. Sisi tunahiji. Tumekuja kufanya ibada hapa. Na kuna ibada nyingine. Tunawashirikisha watoto wetu. Wewe ukijitazama familia yako, watoto wako ndio uzao mwenyewe na unaokaa nao pale, kiimani wamekaa kaa. Dhamiri yako inakusuta pale ambapo unaona vijana wako, watoto wako hawasali. Pale unapoona vijana wako haishikilii imani yako, dhamiri yako inakusuta au unaona sawa? Unajisikia vibaya unapoona kijana wako anamaliza shule hajapata, pengine hajabatizwa, hajapata kipaimara, hajapata komunyo. Unajisikia vibaya? Unaokaa nao pale ambao hajapata sakramenti, unajisikiaje wewe mama ambao unaona mtoto wako hayuko kwenye masakramenti na amekaa tu hafanyi jitihada? Tunawashirikishaje watoto wetu maisha ya kiimani? Tunatoa msukumo wa kiimani kwenye familia zetu? Kwa hivi haya ambayo tunaambiwa tuyafate, kweli tuyafate. Unajua hija hii, maandamano hayo yanaweza kutuvutia tu, yasiingie ndani ya roho zetu. Tutarudi nyumbani, kweli tumetembea, tumechoka, lakini je, roho yangu imefaidika? Je, baada ya hija hii nitapiga hatua fulani? Katika somo la kwanza tunaambiwa kuwa mwenye haki ataishi kwa imani yake. Maneno hayo tunayapata katika kitabu cha Habakuki
pili aya ya 4, na pia barua ya Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 1 aya ya 17. Maneno hayo yanamaanisha kwamba mtu mwenye uadilifu na mwenye kumcha Mungu ataishi kwa imani na kumtumaini Mungu hata katika nyakati ngumu. Ndio maana ya maneno. Mwenye haki ataishi kwa imani yake. Maneno hayo yalisemwa baada ya kuwa watu wako kwenye matatizo mengi, kwenye vurugu nyingi. Basi Habakuki anawaambia, jamani, kama wewe ni mwadilifu, pamoja na vurugu hizo utaishi kwa kufuata imani yako. Kwa hiyo kama kweli tu waadilifu, tunategemea tutetee kweli zote za Mungu. Tusitoe kisingizio kuwa cha kufanya uovu kwa sababu na wewe unaishi na waovu. Kwa sababu unaishi na waovu na wewe unataka kuendana na waovu hivyo hivyo. Hilo ni tatizo. Nadhani hili ndio linalotukumba sisi wa Katoliki. Tunakuwa na tatizo hili. Ukristo wetu unakuwa na tabia ile ya kinyonga. Hatutoi ushuhuda ule wa kweli. Kama tungeweza kutoa ushuhuda kama katiba yetu ya halmashauri imetuambia kwamba kazi yetu ni kutakatifuza malimwengu, tungetakatifuza kweli, tungeleta mabadiliko, tungeleta chachu. Lakini ni bahati mbaya tunajaribu kuishi kadiri ya mazingira. Kama tunaishi na wezi, tutaishi na wezi. Kama tutaishi na wasengenyaji, tutaishi na wasengenyaji. Yaani tufanye sisi na sisi tutakuwa hivyo hivyo. Kama si waaminifu, tutabaki na sisi hivyo hivyo, sio waaminifu, kwa sababu jamii yetu ya watu ambao sio waaminifu. Kwa hiyo na sisi tunaendana nao. Hayo ni makasoro. Kwa hiyo tusitoe kisingizio. Kwa hivi tunaposema tunatengeneza safari yetu ya kuelekea Yerusalemu ya mbinguni, maana yake ni kila mmoja wetu kujitahidi, kujiunda, kujitengeneza kusudi aweze kukubalika mbele ya Mungu. Kama wewe ni mama wa familia, basi uhakikishe kwamba mahali pale panaonjeka kuwa ni kanisa dogo. Mahali pale panaonjeka kwamba kweli Kristo yupo pale. Wewe kama mama ambao una vurugu tupu hapa nyumbani, hapa kaliki, wewe pale ni kunyanyasa mwenzi wako pale. Alafu nasema kanisa dogo. Kanisa dogo la namna gani? Yaani kila wakati basi hata mila na desturi zetu tumeanza kuzipuuza, hatupati chochote, kila mmoja yuko huko juu, mpaka huko juu. Sasa mwisho wake hapakaliki. Watu tunaishi katika familia zetu, talaka zilishatolewa siku nyingi. Tuko ndani ya familia zetu. Kwa nje tunatoka hao ni wafunga ndoa, lakini hakuna chochote.
Hayo ni matatizo. Kwa hiyo hija hii itukumbushe, ijaribu kutuchokonoa ndani ya mioyo yetu kusudi tuweze kusahisha, kusudi tuweze kurekebisha. Wengine ni tatizo ni kuvuruga ndoa za watu. Lakini kesho bila aibu unakuja Jumapili, umefunga mikono unakuja kumpokea Yesu Hayo ni matatizo. Tunaandaa Yerusalemu ya kwenda mbinguni. Kwa hivi tujenge mazingira mazuri ili Kristo aweze kutawala maisha yetu. Paulo anasisitiza sana uimara katika imani. Anasema hata kukiwa na magumu ya aina gani, habari njema haina budi kuhubiriwa. Tunaihubiri kwa maneno, lakini tunaihubiri pia kwa matendo. Jumapili ni amri ya Mungu, kushika kitakatifu, kuja kushiriki, kumshukuru Mungu, kumwomba Mungu neema na baraka kwa wiki nyingine. Lakini sisi pale nyumbani tusipoanza kuhubiri pale nyumbani, yani mahusiano yetu ya amani, ya furaha, hata ukija huku utakuta neno lile hujalipata, maadhimisho yale hayajaweza kujenga vizuri, kwa sababu pale ulipotoka hukutoka kwa amani. Ukitoka kwa amani pale unakuja kwa furaha, unamshangilia Mungu, neema za Mungu zinatirika ndani mwako na wewe unapata nguvu mpya. Tutengeneze mazingira ya amani ndani ya familia zetu. Tujitambue, kila mmoja ajitambue. Yaani kujitambua ni hivi, yaani usiwe mgeni ndani ya nafsi yako. Ukiwa mgeni ndani ya nafsi yako, huwezi kujirekebisha, huwezi kujisahisha, huwezi kusaishwa. Kwa hiyo lazima nijitambue mwenyewe, nijielewe. Kwa hivi Paulo anasema hivi kwamba lazima ihubiriwe habari njema. Tujitahidi kuihubiri hata katika mazingira ambayo pengine ni magumu. Kwa kuishi kwetu watu hakika waseme yule ni Mkristo, yule ni Mkristo, yule tunaweza kwenda tukajiuliza, yule tunaweza kupata ushauri kwake. Isitokee kwamba ikisikika ngoro fulani basi itakuwa nyumba ya Mkristo tu, kwa sababu hao ndio kila wakati ni ugomvi. Hiyo ni shida. Injili haijahubiriwa, Injili haijapenya ndani ya mioyo yetu. Kwa hiyo kwa namna moja nyingine tunaweza kusema tunataka tutoe ushuhuda wa kiimani. Kuna wakati tunafanya suluhu na uovu, kama nilivyosema mwanzo. Tusifanye suluhu na uovu. Kwa hiyo tusiambatane na tupige vita. Ndugu zangu wapendwa, kina mama mnasema ni jeshi kubwa. Ni jeshi kubwa? Sana. Hili jeshi kubwa wakati fulani linasaliti. Kwa sababu mnapoenda huko mnapeperushwa na upepo, mlio wengi ni nyinyi wenyewe kina mama. Sasa liwe jeshi kubwa linalojiamini, lisilo yumba, lisilo saliti. Kwa hiyo hija yetu hii tena nenda ndani ya roho yako. Je, mimi nimesaliti imani yangu? Mimi nimesaliti
ndoa yangu. Mimi nimesaliti sakramenti hizi. Hata ninapokuja kukomunika, hata kama wako walinijua kwamba mimi na makasoro, je, ninakuja hivi kwa sababu watu walinijua? Nakuja hivi kwa huko watu wanaofanya dhamiri ya ikusute, ikusaite, tusipofushe dhamiri, dhamiri iwe hai. Zangu wapendwa, ninyi kama jeshi kubwa likiwa imara, likiwa haliyumbi, likiwa halipelekwi na upepo, limesimama imara, hakika kanisa litakuwa imara. Likiyumba litaharibika, kwa sababu ni nyinyi mnayekaa na watoto. Toka mtoto kama anazaliwa yuko na wewe, ana hata ile nani joto lako analijua wewe. Sasa wengine siku hizi mmegeuza, unaanza kukuendesha kwenye mitoroni. Sasa joto ile la mama, ile upendo wa mama sasa. Mwisho wake kuita mama anashindwa kwa sababu ya kaka joto kali sijapata vizuri. Kwa hivi tujitahidi kuwalea watoto wetu kiimani. Si watoto unao wakuzawe, watoto unaokaa nao pale ni watoto wako. Kama unawapatia chakula, pia wapatie chakula cha kiimani. Sio waweze kuwa raia wema, na waweze kuwa Wakristo wema. Zangu wapendwa, ziombee familia zetu ziweze kuwa na amani ya kweli toka rohoni. Tusali kwa ajili ya amani ya Yerusalemu, ili paweze kuwa mahali pa amani. Kila mmoja akisali kwa dhati, sio kwa kutimiza wajibu, toka ndani anamuinulia Mungu moyo wake, hakika mambo yataweza kwenda vizuri. Lakini tukisali kwa kutimiza wajibu tu, kwa sababu tumeambiwa tusali bila kutafakari sala hiyo na kuunganisha na matendo yako, hapo itakuwa sala haina maana. Zangu, tumuombe Mungu atujalie tuweze kuipenda imani, tuipiaishe imani yetu, tuifanye imani yetu iwe mpya, imani ambayo inatusukuma kutenda mambo adilifu. Na hivi basi kanisa litakuwa imara, kanisa litakuwa na nguvu. Tuwe watii kwa kanisa, tuwe watii kwa kanisa, tufuate maelekezo yake ili tuweze kufika kwake mbinguni, yani kufika kwake Mungu mbinguni. Kwa sababu tuko safarini, tuondoe makasoro yale ambayo yanafanya safari yetu isiwe, yani tuondoe safari yetu sio nzuri, iwe safari yenye furaha. Mwisho wake tuweze kushangilia pamoja na watakatifu wote walioko huko mbinguni. Basi kila mmoja atengeneze safari hiyo, atengeneze hii
ya miaka 2025. Nimewaalika tutafakari ujumbe huu kwamba tuiandae hija ya kuelekea Yerusalemu ya mbinguni. Maisha yetu ni maisha ya hija. Maisha yetu tunayaandaa kwa ajili ya kuurithi ufalme wa Mungu. Kwa hivi ufalme wa Mungu huo unaandaliwa na kila mmoja. Tunaanza mwanzoni kabisa kwa sakramenti ya ubatizo. Kutoka hapo kila mmoja wetu anashughulika. Kwa hiyo tunapofanya hija hii katika mwaka huu wa jubilei hii, kila mmoja wetu anaitafakari kwa umri tofauti tofauti, kwa sababu tumebatizwa kwa vipindi tofauti tofauti. Ilitarajiwa pia hata uelewa wa Ukristo wetu uwe tofauti tofauti, kwa sababu tuna umri tofauti wa Ukristo wetu. Hija katika kanisa Katoliki ni safari takatifu, kupaendea mahali patakatifu kama tendo takatifu la ibada, kufanya toba na kujifunza kujikuza kiroho. Ndio hija yetu. Kwa hiyo tumekuja kanisa hili kuu la kiaskofu kama mahali patakatifu kwa ajili ya kufanya ibada, kwa ajili ya kufanya toba, kama tulivyoanza kwa kupokea sakramenti ya kitubio. Hivyo kwa namna moja tungeweza kusema hija ina lengo la kujipatia utakatifu kwa yule anayehiji. Ndio lengo la msingi, kujipatia utakatifu. Kwa kifupi tungeweza kusema kuna mambo manne tunayoyatazama katika kufanya hija. Moja, tunatazamia kupata uponyaji wa kiroho. Mbili, tunatafuta upyaisho wa kiimani ili kuungana na Mungu. Tatu, tunatoa shukrani kwa Mungu kwa mengi aliyotujalia. Nne, tunatafuta toba. Je, sisi Wakatoliki ndio watu wa kwanza kufanya hija? Ndio watu wa kwanza? Jibu ni hapana. Tunapata kutoka kwa wana wa Israeli. Wana wa Israeli walikuwa wanahiji wakikumbuka mambo matatu muhimu. Hapo mambo mengi, lakini mambo matatu muhimu. Moja, walikuwa wanafanya hija katika sherehe kubwa tatu, yani Pasaka, wakikumbuka kutoka utumwani Misri. Pili, sherehe ya majuma, wakikumbuka kupewa Musa amri 10 za Mungu mlimani Sinai. Tatu, sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, wakikumbuka miaka 40 ya kutembea jangwani walipokuwa wanatoka utumwani Misri. Kwa hiyo haya yaliwasukuma wafanye hija. Kwa hiyo walipokuwa wanaenda kufanya hija walikuwa na malengo hayo. Hija hizo ziliamsha maisha yao ya kiroho, ziliwakumbusha historia yao, pia ilikuwa kama shukrani kwa Mungu kwa shughuli zao
za kilimo. Sasa je, sisi kwa nini tunaishi? Kwa nini tunaishi? Tumetokea kwa miguu kutoka kanisa la Hija la Bikira Maria Konsolata, tumekuja mpaka hapa. Tulikuwa tunafanya kiigizo namna tulivyokuwa tunatembea. Je, tulikuwa na tafakari chochote? Tulikuwa tunaonja uzito wowote wa kiroho? Kwa hiyo tunahiji tukiwa katika mwaka huu mtakatifu ambapo tunafanya jubilei ya miaka 2025 tangu Kristo aje duniani kwa kuutwaa mwili toka kwa mama yetu Bikira Maria. Sanamu hii ya mama Bikira Maria inatufanya sisi twende mbele, tuvuke kwenye sanamu hii, twende mbele tumuone mama Bikira Maria ambaye ni msimamizi wetu. Kwa hiyo tunapomtazama mama huyu ambapo Bwana wetu Yesu Kristo alipata mwili kutoka kwa mama huyu, akaja akakaa pamoja na sisi, na mama huyu alimtambulisha kwetu sisi, na hivi kwa kumtambulisha kwetu sisi tumetambua mpango wa Mungu wa ukombozi. Kwa hiyo sasa tunaushangilia ukombozi huu, tunamshangilia huyu Kristo aliyetuletea neema hii ya kutuunganisha na Mungu, ya kutufanya sisi tuitwe wana wa Mungu. Jubilei yetu hii ni ya muhimu sana kwetu kwa sababu sisi tuna tafakari historia ya ukombozi wetu. Jubilei yetu hii tunayoishangilia inatukumbusha juu ya uwajibikaji wetu katika imani ambayo tumeipata kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Jubilei yetu inatusukuma tutafakari kwa kina juu ya maisha yetu yanayoshabihiana na imani yetu. Ni mwaka wa kila Mkristo kujitafiti kwa kina namna anavyotoa ushuhuda wake katika maisha yake. Ni mwaka wa kujitazama namna kila Mkristo anavyomuonesha Kristo katika maisha yake. Watu wa kwanza waliitwa Wakristo kwa sababu walikuwa wafasi wa Kristo, na sisi tunaitwa Wakristo kwa sababu ni wafasi wa Kristo, manake watu wa Kristo. Tunamuoneshaje huyu Kristo kwa kuishi kwetu? Kristo anatambulikana kwa kuishi kwetu. Watu wale wasiokuwa wa Kristo wanamtambua Kristo kwa njia yetu. Muonekano wetu wa maisha yetu inaonesha kwamba sisi tu wa Kristo. Kwa hivi jubilei hii lazima itusukume katika hilo. Sasa tunapofanya jubilei, kuna mambo ambayo inatakiwa tuyazingatie
Kama nilivyosema mwanzoni kwamba tunatamani tupate uponyaji wa kiroho, tunatafuta upyaisho, yani kufanya wapya. Kama nilivyosema hivi kwamba tunaungana na Mungu, tunatoa shukrani, tunatafuta toba. Haya ni mambo ya kuzingatia. Wayahudi walizingatia mambo yapi? Tunaambiwa kwamba kwa asili Wayahudi walifanya jubilei wakitakiwa kufanya mambo yafuatayo. Kwanza, Mungu peke yake ni Bwana wa nchi takatifu. Watambue hilo. Kwa hiyo vitu vyote lazima kumtumikia, hata ardhi yenyewe lazima kuzishika amri zake, kama vile amri ya Sabato ya kupumzika. Haya ilikuwa mojawapo ya dai la mwaka wa jubilei. Pili, lazima kufuta madeni yote kwa sifa ya Mwenyezi Mungu. Kufuta madeni yote. Je, tuliokopa tunataka tufute mwaka huu? Siji kaenda huko nyumbani ukasema madeni yamefutwa yote. Kuwaacha huru watumwa wa Israeli. Watu waliokuwa watumwa wanaacha huru mwaka huu. Kuacha mwaka huu kupanda mbegu shambani na kuiacha nchi nzima kuwa huru kwa manufaa ya watu wote, na kila mmoja akarejee kwenye milki ya jamaa zake. Haya yalitakiwa yafuatwe. Tano, kurudisha ardhi iliyopotezwa kwa kuuzwa. Sababu yake ni kwamba ni mali yake Mungu, na hivi wana wa Israeli waliweza kubaki na ardhi yao. Kama mtu aliuza kwa sababu amezidiwa mwaka wa jubilei, basi ardhi hiyo ilibidi irudi kwa mmiliki wa awali. Ni mwaka wa kutenda haki. Kwa hivyo hayo mambo sita yalifanywa na Wayahudi, na waliona wana wajibu wa kuyatekeleza. Sasa sisi kama watu ambao tupo kwenye jubilei, kwa nafasi hii tupo katika hija hii, tukitafakari juu ya hija yetu ya kuelekea Yerusalemu ya mbinguni. Sisi wote hapa tupo tunatamani tufike mbinguni, na maisha yetu tunadaiwa tuyatengeneze yawe ya kuelekea mbinguni. Kwa hivi hatuna budi kutilia maanani. Kwa hiyo kwetu sisi kuna mambo ambayo tumejipangia biashara kwa lengo tuweze kustawi kiroho. Kila mmoja wetu inabidi ajipangie, nataka kufika mbinguni, nifikeje mbinguni? Kanisa kwa ujumla linapanga namna ya kuweza kufika mbinguni, lakini bado mtu binafsi lazima ajipangie, ajiwekee mkakati wa kuweza kufika mbinguni. Wengine wameamua kutumia wito wa daraja takatifu kwamba ndio njia itakayomsaidia aweze kufika mbinguni. Wengine utawa, wengine ndoa,
Kwa hiyo kila mmoja akitekeleza ipasavyo hayo, basi tutaweza kufika mbinguni. Lakini wote lazima tupite kwenye sakramenti ya ubatizo. Hiyo ndiyo inayotufanya tuitwe wana wa Mungu. Tumesikia somo la Injili ambapo tunamwona Bwana wetu Yesu Kristo anaambatana na wazazi wake kwenda kuhiji Yerusalemu. Kama nilivyozungumza kwamba kuna sherehe zile 3 zilikuwa za muhimu, lazima washiriki hija. Na yeye kwa sababu tayari alikuwa na umri wa miaka 12, alikuwa na wajibu wa kwenda. Wazazi wake walimsukuma aende huko kuhiji, atimize dai hilo la Myahudi. Kristo anaungana na familia yake katika kuhiji, katika moja ya sikukuu za lazima kwa kila Myahudi. Tunajifunza kuwa wazazi walikuwa na jukumu la kumshirikisha mtoto wao imani waliokuwa nayo. Sisi tunawashirikisha hicho tunachokiamini. Watoto wetu wana hali gani kiimani? Maria na Yosefu walimpeleka mtoto. Alishiriki hii. Sisi tunahiji. Tumekuja kufanya ibada hapa. Na kuna ibada nyingine. Tunawashirikisha watoto wetu. Wewe ukijitazama familia yako, watoto wako, ndio uzao wewe mwenyewe na unaokaa nao pale, kiimani wamekaa kaa. Dhamiri yako inakusuta pale ambapo unaona vijana wako, watoto wako hawasali. Pale unapoona vijana wako haishikilii imani yako, dhamiri yako inakusuta au unaona sawa? Unajisikia vibaya unapoona kijana wako anamaliza shule hajapata, pengine hajabatizwa, hajapata kipaimara, hajapata komunyo. Unajisikia vibaya? Unao watu unaokaa nao pale ambao hawajapata sakramenti. Unajisikiaje wewe mama ambao unaona mtoto wako hayuko kwenye masakramenti na amekaa hafanyi jitihada? Tunawashirikishaje watoto wetu maisha ya kiimani? Tunatoa msukumo wa kiimani kwenye familia zetu? Kwa hivi haya ambayo tunaambiwa tuyafate, kweli tuyafate. Unajua hija hii, maandamano hayo yanaweza kutuvutia tu, yasiingie ndani ya roho zetu. Tutarudi nyumbani, kweli tumetembea, tumechoka, lakini je, roho yangu imefaidika? Je, baada ya hija hii nitapiga hatua fulani? Katika somo la kwanza tunaambiwa kuwa mwenye haki ataishi kwa imani yake. Maneno hayo tunayapata katika kitabu cha Habakuki
sura ya 2 aya ya 4, na pia barua ya Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 1 aya ya 17. Maneno hayo yanamaanisha kwamba mtu mwenye uadilifu na mwenye kumcha Mungu ataishi kwa imani na kumtumaini Mungu hata katika nyakati ngumu. Ndio maana ya maneno. Mwenye haki ataishi kwa imani yake. Maneno hayo yalisemwa baada ya kuwa watu wako kwenye matatizo mengi, kwenye vurugu nyingi. Basi Habakuki anawaambia, jamani, kama wewe ni mwadilifu, pamoja na vurugu hizo utaishi kwa kufuata imani yako. Kwa hiyo kama kweli tu waadilifu, tunategemea tutetee kweli zote za Mungu. Tusitoe kisingizio kuwa cha kufanya uovu kwa sababu na wewe unaishi na waovu. Kwa sababu unaishi na waovu na wewe unataka kuendana na waovu hivyo hivyo. Hilo ni tatizo. Nadhani hili ndio linalotukumba sisi wa Katoliki. Tunakuwa na tatizo hili. Ukristo wetu unakuwa na tabia ile ya kinyonga. Hatutoi ushuhuda ule wa kweli. Kama tungeweza kutoa ushuhuda kama katiba yetu ya halmashauri imetuambia kwamba kazi yetu ni kutakatifuza malimwengu, tungetakatifuza kweli, tungeleta mabadiliko, tungeleta chachu. Lakini ni bahati mbaya tunajaribu kuishi kadiri ya mazingira. Kama tunaishi na wezi, tutaishi na wezi. Kama tutaishi na wasengenyaji, tutaishi na wasengenyaji. Yaani tufanye sisi na sisi tutakuwa hivyo hivyo. Kama si waaminifu, tutabaki na sisi hivyo hivyo, sio waaminifu, kwa sababu jamii yetu ya watu ambao sio waaminifu. Kwa hiyo na sisi tunaendana nao. Hayo ni makasoro. Kwa hiyo tusitoe kisingizio. Kwa hivi tunaposema tunatengeneza safari yetu ya kuelekea Yerusalemu ya mbinguni, maana yake ni kila mmoja wetu kujitahidi, kujiunda, kujitengeneza kusudi aweze kukubalika mbele ya Mungu. Kama wewe ni mama wa familia, basi uhakikishe kwamba mahali pale panaonjeka kuwa ni kanisa dogo. Mahali pale panaonjeka kwamba kweli Kristo yupo pale. Wewe ukawa mama ambao una vurugu tupu hapa nyumbani, hapakaliki, wewe pale ni kunyanyasa mwenzi wako pale. Alafu nasema kanisa dogo. Kanisa dogo la namna gani? Yaani kila wakati basi hata mila na desturi zetu tumeanza kuzipuuza, hatupati chochote, kila mmoja yuko huko juu, mpaka huko juu. Sasa mwisho wake hapakaliki. Watu tunaishi katika familia zetu, talaka zilishatolewa siku nyingi. Tuko ndani ya familia zetu. Kwa nje tunatoka hao ni wafunga ndoa, lakini hakuna chochote.
Hayo ni matatizo. Kwa hiyo hija hii itukumbushe, ijaribu kutuchokonoa ndani ya mioyo yetu kusudi tuweze kusahisha, kusudi tuweze kurekebisha. Wengine ni tatizo ni kuvuruga ndoa za watu. Lakini kesho bila aibu unakuja Jumapili, umefunga mikono unakuja kumpokea Yesu hekaluni. Hayo ni matatizo. Tunaandaa Yerusalemu ya kwenda mbinguni. Kwa hivi tujenge mazingira mazuri ili Kristo aweze kutawala maisha yetu. Paulo anasisitiza sana uimara katika imani. Anasema hata kukiwa na magumu ya aina gani, habari njema haina budi kuhubiriwa. Tunaihubiri kwa maneno, lakini tunaihubiri pia kwa matendo. Jumapili ni amri ya Mungu, kushika kitakatifu, kuja kushiriki, kumshukuru Mungu, kumwomba Mungu neema na baraka kwa wiki nyingine. Lakini sisi pale nyumbani tusipoanza kuhubiri pale pale nyumbani, yani mahusiano yetu ya amani, ya furaha, hata ukija huku utakuta neno lile hujalipata, maadhimisho yale hayajaweza kujenga vizuri, kwa sababu pale ulipotoka hukutoka kwa amani. Ukitoka kwa amani pale unakuja kwa furaha, unamshangilia Mungu, neema za Mungu zinatirika ndani mwako na wewe unapata nguvu mpya. Tutengeneze mazingira ya amani ndani ya familia zetu. Tujitambue, kila mmoja ajitambue. Yaani kujitambua ni hivi, yaani usiwe mgeni ndani ya nafsi yako. Ukiwa mgeni ndani ya nafsi yako, huwezi kujirekebisha, huwezi kujisahisha, huwezi kusaishwa. Kwa hiyo lazima nijitambue mwenyewe, nijielewe. Kwa hivi Paulo anasema hivi kwamba lazima ihubiriwe habari njema. Tujitahidi kuihubiri hata katika mazingira ambayo pengine ni magumu. Kwa kuishi kwetu watu hakika waseme yule ni Mkristo, yule ni Mkristo, yule tunaweza kwenda tukajiuliza, yule tunaweza kupata ushauri kwake. Isitokee kwamba ikisikika ngoro fulani basi itakuwa nyumba ya Mkristo tu, kwa sababu hao ndio kila wakati ndi ugomvi. Hiyo ni shida. Injili haijahubiriwa, injili haijapenya ndani ya mioyo yetu. Kwa hiyo kwa namna moja nyingine tunaweza kusema tunataka tutoe ushuhuda wa kiimani. Kuna wakati tunafanya suruhu na uovu, kama nilivyosema mwanzo. Tusifanye suruhu na uovu. Kwa hiyo tusiambatane na tupige vita. Ndugu zangu wapendwa, kina mama mnasema ni jeshi kubwa. Ni jeshi kubwa? Asante. Hili jeshi kubwa wakati fulani linasaliti, kwa sababu mnapoenda huko mnapeperushwa na upepo, mlio wengi ni nyinyi wenyewe kina mama. Sasa liwe jeshi kubwa linalojiamini, lisilo yumba yumba, lisilo saliti. Kwa hiyo hija yetu hii tena nenda ndani ya roho yako. Je, mimi nimesaliti imani yangu? Mimi nimesaliti
ndoa yangu? Mimi nimesaliti sakramenti hizi. Hata mnapokuja kukomunika, hata kama watu hawalijui kwamba mimi na makasoro, je, ninakuja hivyo kwa sababu watu hawalijui? Nakuja hivyo kukomunika? Huku watu wanaofanya dhamini ya ikusute, ikusaishe, tusipofushe dhamiri, dhamiri iwe hai. Zangu wapendwa, ninyi kama jeshi kubwa likiwa imara, likiwa haliyumbi, likiwa halipepesi na upepo, limesimama imara, hakika kanisa litakuwa imara. Likiyumba litaharibika, kwa sababu ni nyinyi mnayekaa na watoto. Toka mtoto kama anazaliwa yuko na wewe, ana hata ile nani joto lako analijua. Sasa wengine siku hizi mmegeuza, unaanza kukuendesha kwenye mitoroni. Sasa joto ile la mama, ile upendo wa mama unakosa. Mwisho wake kuita mama anashindwa kwa sababu ya joto kali sijapata vizuri. Kwa hivi tujitahidi kuwalea watoto wetu kiimani. Sio watoto unao wakuzao, watoto unaokaa nao pale ni watoto wako. Kama unawapatia chakula, pia wapatie chakula cha kiimani. Sio waweze kuwa raia na waweze kuwa Wakristo. Zangu wapendwa, ziombee familia zetu ziweze kuwa na amani ya kweli toka rohoni. Tusali kwa ajili ya amani ya Yerusalemu, ili paweze kuwa mahali pa amani. Kila mmoja akisali kwa dhati, sio kwa kutimiza wajibu, toka ndani anamuinulia Mungu moyo wake, hakika mambo yataweza kwenda vizuri. Lakini tukisali kwa kutimiza wajibu tu, kwa sababu tumeambiwa tusali bila kutafakari sala hiyo na kuunganisha na matendo yako, hapo itakuwa sala haina maana. Zangu, tumuombe Mungu atujalie tuweze kuipenda imani, tuipiaishe imani, tuifanye imani yetu iwe mpya, imani ambayo inatusukuma kutenda mambo adilifu. Na hivi basi kanisa litakuwa imara, kanisa litakuwa na nguvu. Tuwe watii kwa kanisa, tuwe watii kwa kanisa, tufuate maelekezo yake ili tuweze kufika kwake mbinguni, yani kufika kwake Mungu mbinguni. Kwa sababu tuko safarini, tuondoe makasoro yale ambayo yanafanya safari yetu isiwe, yani tuondoe safari isiwe nzuri, iwe safari yenye furaha. Mwisho wake tuweze kushangilia pamoja na watakatifu wote walioko huko mbinguni. Basi kila mmoja atengeneze safari hiyo, atengeneze hija hiyo ya kweli Yerusalemu ya mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Amina.
usiku, kwa maombezi ya Mama Bikira Maria, tunaliombea kanisa letu lote na wale wanaoliongoza, Baba Mtakatifu Leo wa 14, askofu wetu Romanus Elam Mihali, maaskofu, mapadre na wahudumu wote wa kanisa. Uwajalie afya njema ya mwili na roho, uwaimarishe kwa kazi zao za kila siku, e Bwana. Katika maisha yetu yote, e Bwana. Tunasema asante kwa kutupa mahitaji yetu ya lazima. Tunakuomba hali njema ya hewa ili tupate chakula cha kutosha, e Bwana. Tunawaombea marehemu wote, kwa namna ya pekee baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na marehemu wanawake wenzetu. Wasamehe makosa yao, wapokee katika makao yako ya milele, e Bwana.